Haya ni maneno ya mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu nataka wajue maradhi mengi kwa asilimia kubwa yanatokana na shetani. Na kliniki ya shetani au ya jini ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na daktari wake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuthibitisha udaktari wake ni mtume pale aliposema maradhi yote yana dawa kasoro uzee na umauti. Hivi vitu viwili tu ndio havina dawa, lakini mengine yote yana dawa. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uugue sukari, uugue ukimwi, uugue kansa na kadhalika na kadhalika. Mtume ndio kasema. Binadamu ukiona kupona ni wazi kwamba wewe hujui dawa gani. Sasa mtume anakuthibitishia, lakini ipo dawa ya kutibu maradhi haya. Sasa nataka nianze na ugonjwa ambao umekuwa kama uniformu ya dunia. Imekuwa ni pigo la dunia, ugonjwa unaitwa kisukari. Ugonjwa huu watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye mifumo ya mazoezi, na baadhi ya watu wanasema mazoezi yanapunguza sukari. Hapana. Zoezi alitibu sukari, ila mazoezi yanamfanya mwanadamu yoyote atasayekuwa na sukari kufanya mwili wake ukawa katika hali ya utayari. Mazoezi hayafanyi sukari isikuingie. Unaweza ukashinda kwenye mazoezi na sukari ikakupiga. Unaweza ukawa unafanya mazoezi na sukari ikakupiga, lakini mazoezi ni kufanya mwili wako ukakaa katika hali ya utayari, ukawa very strong. Na ndio maana utakuta hata wacheza mipira waliokuwa wakicheza mipira baadaye anakuja kupata sukari, au mtu anaishi kwa mazoezi anapata sukari. Sukari ziko za aina mbili, kuna sukari ya kulisi na kuna sukari ya chakula. Na sukari iliyokuwa kubwa kwa dunia ya leo inayotuumiza ni sukari ya chakula. Sukari ya chakula inaanzia chini ya miaka 40, kuanzia 35 mpaka 30 kwenda mbele. Hiyo ni sukari ya chakula. Sukari ambayo hiyo ni sukari ya chakula. Na kuna sukari ambayo inampata mwanadamu akiwa na miaka 60. Sasa ile ni sukari nayo vile vile inatokea ya urithi, inaweza ikawa au inaweza kuwa chakula. Utaijuaje kama ni sukari ya chakula au ya kurithi? Hapa sasa inataka elimu kubwa ya kufafanua sukari ya urithi ikoje na ya chakula ikoje. Sasa tunaposema sukari, sukari ni nini? Sukari ni ugonjwa unaokwenda kuivuruga kongosho yako ishindwe kutema insulini. Insulini ambayo inakwenda kuyayusha sukari inayoingia tumboni kwako au maungoni mwako, kwa sababu unapokula sukari inasambaa mwilini kwenye damu. Sasa ile insulini, ile kongosho yako inatema ile insulini kwenda kuyayusha ile sukari, na baadaye kufanya vizuri kwa figo, na figo inachuja damu chafu na ili kilichokuwa kisafi. Hii ndio maana yake. Na tunaposema sukari, hakuna sukari ya aina moja tu kama vile uniformu ya jeshi au uniformu ya watoto wa shule. Haiwezekani. Ndio maana hata hospitali ukienda unapewa dawa hii, ikishindikana unapewa hii, ikishindikana unapewa hii. Ikishindikana unaambiwa kachome insulini hii, kachome insulini miki study, kachome insulini rates. Hizo ni dawa tu zinazobadilishwa, kwa sababu sukari haiwezi yote kuwa na mfumo wa aina moja. Dalili yake ugonjwa huu, dalili ya kwanza ni kupunguza nuru ya macho na kuona mbali, kupungukiwa kwa nguvu ya kiume, kupata homa za hapa na pale, maumivu makali sana ya kichwa, kusikia mwili unapata moto mkali na miguu kupata moto sana na miguu kwa inakufa ganzi, na baadaye unakuwa kwenda kupata haja ndogo kila wakati na kupoteza system ya kupata haja kubwa. Hii ndio sukari. Na sukari wataalamu wote wanatuambia ikizidi sana kwenye mwili wa mwanadamu, basi ile figo zako zinakwenda kuharibika, kwa maana nzima zinafeli figo kutokana na mzigo iliyobeba. Ni sawa na mtu anatumia bodaboda au gari ya tani 2, anaweka mzigo wa kubeba gari ya tani 7. Hii gari haitokuwa salama, haitomchukua muda. Hayo ni madhara ya sukari. Naomba nisikilize kwa makini. Hii ndio sukari. Sasa unaposema nataka dawa ya sukari, jambo la kwanza unapokuja kwetu tunakushauri kwanza kukupangia diet yako. Sukari ni ugonjwa ambao hutaki kula. Inatakiwa ule chakula kidogo sana, alafu mboga iwe nyingi. Inatakiwa unywe maji kwa siku lita 4 mpaka 5, kwa uchache lita 3. Inatakiwa usikose mazoezi yasiyopungua au yasiyozidi hata nusu saa. Sukari inataka usile mafuta kwa wingi. Sukari ina utaratibu wake. Acha chakula unakula asubuhi uji wa mtama mweupe kama utaweza, itakuwa ni bora zaidi.
na sukari achana nayo mpaka kufa kwako. Tuna uwezo wa kukupa dawa kama utafuata system hii na sukari yako ikakaa normal. Hatusemi sukari inakwisha, watu waelewe. Sukari mwanadamu yoyote anayo. Mtu hawezi kuambia sukari inakwisha, itakwishaje sasa sukari kisha, sukari tunakosa. Sukari kisha ni tatizo. Tunachofanya ni kwenda kuitengeneza kongosho yako ili iweze kurudi katika system yake ya kawaida, iwe inatoka insulin ili iweze kuchuja sukari na iweze kuchuja damu iliyokuwa safi kwenye mwili wa mwanadamu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo ukija kwetu tutakusaidia kwa mfumo huo. Popote ulipo, tunasafirisha dawa zetu nje ya nchi, Marekani, Ufaransa na sehemu zinginezo. Na hasa watu mlioko nje ya nchi kama nchi za Amerika, Ulaya, Middle East, maradhi yao imekuwa ni tishio kwa sababu kubwa moja, vyakula mnavyokula si vyakula vinavyotakiwa kuliwa. Vimekaa sana kwenye mafriji, vimeisha toka kwenye ile mfumo wa chakula, imekuwa kama mtu anakula ili ashibe. Kwa sababu mtu anatakiwa ale protini, ale wanga, ale vitamin, hivyo vyote ale. Sasa unaweza kuona kula wewe, kumbe unakula protini tu, una wanga, unakula wanga tu, una protini, una vitamin. Tunakwenda ugonjwa wa pressure. Pressure ni ugonjwa mmoja mbaya, na sukari na pressure ni mtu na mke wake. Pressure ni ugonjwa mmoja mbaya hatari sana. Pressure ni muongezeko wa mafuta yaliyojaa kwenye mishipa ya damu. Sasa wazungu wakaita high blood pressure. High blood pressure ina maana ni mtembeo wa damu kwa shida kupita kwenye mishipa ya damu. Ni sawa vile mtu achukue bomba la maji, afungulie lile bomba alafu awe ameziba pale mbele, yale maji yanapita kwa shida kwa kulazimisha. Na ndivyo ilivyokuwa mwili wa mwanadamu anavyokuwa na pressure. Pressure hii ukiachia bila kutumia dawa, kuna watu hawajui, anakuambia usitumie dawa. Usidanganye hivyo watu, wacha watu watumie dawa ya pressure. Dawa yetu sisi ukija tunakupatia ambayo inakwenda kuondoa cholesterol. Inaenda kuondoa cholesterol mwilini, kusafisha mishipa ya damu, kufanya mwili wako ukawa safi na damu yako ikazunguka kama zamani, lakini lazima tukupangie diet ya chakula. Huwezi kuwa unatumia dawa huku unashikia vyakula mazembe, mafuta, minyama, haiwezekani. Tutakuwa tunatwanga maji ndani ya kinywa. Lakini bahati mbaya watu wengi wamekuwa akija ukimpa dawa hiyo ya pressure au sukari, kama haikumsaidia yule mtu anasusa na anatoa maneno ya dharau, anasema wale mashehe matapeli waongo. Usiseme maneno yao baba. Hata hospitali ukienda, unaweza ukaenda na ukimwi, mwenzako akapewa dawa hiyo hiyo, ukapewa hiyo hiyo, mwenzako akafa huko. Na madaktari mwongo. Na ndio maana hata hospitali watu wanakwenda kubadilisha dozi. Daktari, dozi hii umenipa ikunisaidia, nibadilishie. Anakubadilishia. Kwa huu ndio mfumo wa matibabu yote duniani. Lakini nastaajabu kwamba ukija kwa mashehe au kwa matabibu wa dawa za kisuna au dawa za asili au dawa za mitishamba, ukimpa mtu mmoja akipona, yeye ataenda atasema nimepona, lakini hakupigii simu na simu. Huyu ukimpa dawa mwingine hakupona, badala arudi kwako uliyempa ile dozi. Ndio kawaida ya tiba duniani kote. Hata daktari anayekutibu, kama hukupona au haikukusaidia au zimekusaidia dawa, ni lazima urudi kwake kumwambia daktari, ile dawa imenisaidia kidogo, naomba niendelee nayo. Daktari, hii dawa haikunisaidia, hebu unasemaje? Daktari atakwambia ninakubadilishia dozi. Hii ndio tiba duniani kote, iwe ya mitishamba, iwe ya kisuna, iwe tiba ya kibiolojia. Kwa hiyo kama una tatizo la pressure, usiwe na wasiwasi, inaweza kwa Mungu amekuandikia kuponea kwetu. Maradhi aina ya pili ni ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo viko aina nyingi. Watu wasifikiri kuumiza tu tumbo. Unaweza kusikia maumivu ya kiuno, unaweza kusikia kwenye uti huko kwenye mgongo kama vile moto unawaka. Unaweza kusikia tumbo, vidonda vinauma kwenye tumbo au hapa kwenye chembe. Hayo yote ni matatizo na maradhi ya vidonda vya tumbo. Asili ya vidonda vya tumbo vinaanza tumbo kujaa gesi. Ile tumbo kujaa gesi ina maana ile acid inadondoka kwenye utumbo mkubwa. Mwisho itakwenda inadondoka gesi. Mwisho wake ile acid inatia vidonda, na ikitia vidonda baadaye unaweza kutoa dawa ya vidonda, na baada ya hapo vidonda vinakuwa chronic. Ukienda chooni kwenye haja kubwa una bleed damu, hatimaye yake vinaleta kansa ya tumbo kwenye utumbo mkubwa. Kama una matatizo popote ulipo, iwe Amerika, iwe Warabuni, iwe Afrika, tunakutumia dawa zetu kwa kutumia DHL. Popote tunakufikishia mpaka nyumbani kwako. Namba zetu za simu hizo unazoziona hapo, utatupigia kwa kutumia WhatsApp kama uko nje. Kama uko Tanzania, tupigie kwa namba ya kawaida hiyo hiyo, usipigie kwa WhatsApp. Tunaendelea. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa hatari sana, ugonjwa ambao tunasema ni ugonjwa wa figo.
ambao umetokana na ile sukari. Mungu akikujalia ukawa hai, na akitujalia sisi, basi tunaweza kukusaidia hata hizo dawa, na Mwenyezi Mungu atakusaidia. Na hatua nyingine, kuna watu wanasema hawana nguvu za kiume. Nizungumze lugha ya wazi na ya bayana. Matatizo ya nguvu za kiume, ndugu zangu wa Tanzania na msuko wa Tanzania, Waislamu na msuko wa Waislamu, imekuwa ni wimbo wa taifa. Nguvu hizi zinatokana na haya maradhi tuliyosema mwanzo. Yako maradhi maalum yanayoua nguvu za kiume. Ugonjwa wa kwanza ni sukari, presha, kama ukishaanza kutumia dawa, vidonda vya tumbo, gauti, eni ya mshipa wa ngiri. Haya ni maradhi yanayomaliza nguvu za kiume duniani kokote. Kibiolojia ni maradhi hatari yanayoharibu nguvu za kiume. Sasa unapokuja kwetu kutuambia nataka dawa ya nguvu za kiume, lazima kwanza tukuulize, una maradhi haya? Ukisema ndio, tunakutibu kwanza ya maradhi yanakaa nomo, ndio tunakuambia sasa icheki nguvu yako. Na kama itakuwa bado, kuna dawa maalumu tunazokupa. Dawa yetu ni tamu sana kama asali. Sio dawa ya kuongeza, yani ni dawa inaenda kukufanya upate hamu na hisia ya kushiriki tendo la ndoa. Utaitumia kwa muda wa miezi 2 mfululizo. Na kila unapoitumia unaona hali yako ina recover mpaka unarudi katika hali ya kawaida, unakuwa uko safi kabisa. Nimalize na hatua ya mwisho ambayo ni hatua ya maradhi ya kishirikina. Hatua hii ni mbaya sana, watu wengi wameteseka na wanateseka mpaka leo kwa maradhi ya kishirikina. Ndugu yangu, kwanza nataka uamini uchawi uko na wachawi wako. Na shetani yupo anaendelea kufanya mambo yake. Ukirudi kwenye kisa chani ya Qur'ani cha Nabii Ayubu alayhi salatu wasalam. Ayubu aliugua na alikuwa akijaribiwa na shetani. Ukisoma sura 38 aya 41 pale mpaka 45, Ayubu alikuwa amekwenda sasa kujisaidia, mwili wake wote umeharibika kwa maradhi ya kuoza mwili, kwa sababu tunaweza tukasema ni kansa ya ngozi. Ayubu alifika sehemu akasimama akamwambia Mwenyezi Mungu, na kuomba uniondolee maradhi haya, shetani amenitia uzia, Mola wangu. Ayubu, Mungu alimwambia Ayubu, walakishe mwili wako, hapo uliposimama maji yatatoka. Yakitoka maji ya Ayubu, kunywa, koga. Ayubu alifanya hivyo, akanywa, kakoga, akapona. Tunapata ibra gani katika kisa hiki cha Ayubu? Ni wazi kwamba Ayubu alikuwa akijaribiwa na shetani, lakini kwa bahati nzuri Ayubu alisimama na Mungu, akupiga ramli, akuchukua tunguli, wala kufanya ushirikina. Lakini Ayubu alisimama na Mungu, na Mungu akamwelekeza namna ya kujitibu, na Ayubu akawa very strong. Na historia iko wazi katika vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaposema maradhi ya kishetani, ya kishirikina, ya uchawi na maradhi ya kijini, na kupa dalili kidogo, yanaweza kuwa ni maradhi kama tunayotaja kibiolojia, lakini ukienda kutibiwa hayaponi. Wenzako wanapewa dawa za kisukari, za pressure, wakila dawa wanapona kama kawaida. Sukari hata ukipewa dawa ya kisuna ya kienyeji anapona, ya hospitali inashusha bila kuponesha. Lakini wewe ukienda kula dawa yoyote hauponi. Kwa sababu gani? Kumbe una uchawi ndani yako ambao umekuathiri, sasa unafanya yale matatizo yasipone. Sijui kama naelewa ndugu zangu watazamaji. Yanafanya yale maradhi yasipone. Sasa dalili za mtu aliyeathiriwa na shetani wa kijini, na jini mbaya zaidi ni majini wawili, Subiani na jini Mahaba au jini Asha. Na hata uchawi, dalili yake ya kwanza ukiwa nao ni kulala usiku unaota ndoto ya kutisha. Ni kulala usiku unaota ndoto unafanya tendo la ndoa na mke wako, na mwanamke, au na baba yako na mwanaume, au hata na baba yako mzazi, au na mama yako na dada yako, au hata na ndugu yako. Jamii iliyokuzunguka, hata watoto wako wanaweza kukashangaa na kuchukia tu. Wanakuita mama mchawi, baba mchawi. Migogoro ndani ya ndoa, kutamani kuacha au kuachwa. Na hata ndani ya familia yote, nyumba moja inakuwa haielewani. Hakuna familia au baba wa familia au mama wa familia, wote ni migogoro. Dalili hizi ni dalili za shetani au dalili za familia iliyologwa na uchawi. Dalili nyingine ni kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa. Unapokuwa mbali na mkeo na mumeo, mnapigiana simu, mnapendana, mnafurahi, lakini mkikutana tu, mwanamke hamtaki mwanaume, mwanaume hamtaki mwanamke, na mnapofanya jimai, mtoto wa kike anasikia maumivu makali kwenye sehemu zake za ikulu, na mwanaume nguvu zake zinakuwa zinashuka, anashindwa kuperform kwenye tendo la ndoa. Na unapokuwa katika maisha ya kawaida haya, ukifanya biashara upati pesa, biashara mwenzako anaifanya wewe unafanya upati. Ukifungua duka lako hapa na duka la mwenzako hapa, mwenzako anauza wewe huuzi, mpaka utahisi kwamba jamani, mimi nauza kinyesi humu,
kumbe unauza bidhaa kama anayeuza Muislamu wenzako au asiyekuwa Muislamu wenzako. Unaweza ukapata milioni 10 mkononi na mwenzako ukapata milioni 2. Wewe milioni 10 ikaisha, ukashangaa milioni 2 bado ipo, na unashangaa unapata pesa ile haifanyi kazi yoyote. Na baadaye unaweza kujikuta wewe ukipata pesa unakopesha, wewe ukikosa ukaenda kukopa ukopeshwe. Hizi zote na mambo yote kuharibika, kuchukiwa, kuwa na mikosi, kupata maradhi yasiyotibika, na mtoto wa kike kutokuoa, kutokuolewa, mkioana ni migogoro ndani ya ndoa. Naomba niseme maneno machache ili kueleweka. Maradhi yote haya ndugu yangu Muislamu na sio Muislamu yanatokana na uchawi na shetani. Na uchawi uko na Mungu ameueleza ndani ya vitabu vyote. Torati, Zaburi, Injili na Qur'an. Mungu ameueleza uchawi kwa ufasaha kabisa, lakini ni haramu kuamini. Kusema mimi nategemea uchawi katika madhambi makubwa ni hii hayo. Kutegemea uchawi, kufanya uchawi ndio kimbilio, na kufanya uchawi ni haramu. Kwa hiyo niishie kwamba usipate shida. Namba zetu ziko hapo. Nipo Sheikh Bwepopo Tanzania, Dar es Salaam. Nitakutumia huduma yangu popote. Angalizo, sipigi ramli, sitoi kidole cha albino wala nywele ya albino wala damu ya albino wala haja ndogo ya albino. Sisi atudili na vitu hivyo. Tunakutibu tiba ya kisheria, uwe Muislamu usiwe Muislamu. Hivyo vyote vinawezekana. Naomba niishie hapa, na kama utakuwa na maoni unaweza kunatupigia. Unahitaji huduma utatupigia, tutakusaidia. Niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu awafanyieni wepesi wagonjwa wote wa duniani na wa Afrika na wa Tanzania. Na Mwenyezi Mungu inshallah atujalie Tanzania kwa kisiwa cha amani, na atupe afya njema, na mashekhi wetu wote akiwemo shekhi wangu Mufti Sheikh Zuberi ampe afya na nguvu ya kuendesha gurudumu la Waislamu na Uislamu. Kwa haya machache wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba niishie hapa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba zetu za simu popote ulipo, namba yangu ni 0756 36 19 06. Naomba nirudie tena namba ya simu bwana, 0756 36 19 06. Na hii namba kwa nje wewe piga kwa WhatsApp, na mimi sifungi data 24 hours. Sifungi data 24. Muda wowote nipigie. Kuna nchi ambazo huko kwetu ni usiku, kule ni mchana. Wewe piga tu. Usitume message anayetaka kutibiwa kiukweli wa dhati. Message haina msaada kwako. Wala usitume message ya kulalamika na umwa. Wewe piga, Sheikh, salamu alaykum. Sheikh, habari ya saizi? Mimi na tatizo kadha kadha kadha.